Karibu mtazamaji wa Zone Media. Moja ya taarifa kubwa ambayo jioni ya leo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezungumzia ni kwa jinsi gani nchi ya Israel imejipanga kupitia IDF kufanya mashambulizi usiku wa leo katika nchi ya Iran, ambapo kupitia hotuba ambayo ameitoa jioni ya leo akihutubia taifa, Waziri Mkuu huyo ameweza kuzungumza vitu vingi, huku akisema kwamba Irani itawajibika katika mashambulizi ambayo ameweza kuyafanya usiku wa kuamkia siku ya Jumapili, ambapo Netanyahu amejipanga kurudisha mashambulizi kupitia jeshi la IDF. Waziri Mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa marubani wa jeshi la anga la Israel wako juu ya anga la mji mkuu wa Irani, Tehran, ambao kwa sasa unashuhudia mashambulizi makali. Katika taarifa yake ya kila siku kwa umma, Netanyahu amesema Israel imejizatiti kumaliza kabisa kile alichokiita tishio la aina mbili, akimaanisha vitisho vya kijeshi na vya kinyuklia vinavyotoka Iran. Ameeleza kwa masikitiko makubwa kuhusu vifo vya raia wanne wa Israel waliouawa katika mji wa Tamra kufuatia shambulio la kombora. Netanyahu amesema amesikia watu wakishangilia vifo hivyo na kukemea vikali, akisisitiza kwamba makombora hayachagui, yanaua Wayahudi na Waarabu kwa pamoja. Wanakuja kutuangamiza sisi sote, lakini sisi tumesimama pamoja kama taifa moja katika vita hivi. Hii ni katika muktadha wa mvutano mkubwa kati ya Israel na Irani, ambapo mapigano yameingia katika hatua mpya ya hatari, huku anga ya Mashariki ya Kati ikiendelea kushuhudia mashambulizi ya pande zote mbili. Netanyahu ameongea haya kufuatia alipodhuru katika eneo la Batiam kwa ajili ya kuweza kuangalia madhara ambayo yameweza kutokea kufuatia shambulizi kubwa la jeshi la Irani la IRGC ambalo liliweza kufanya mashambulizi katika eneo hilo na kusababisha maafa makubwa, huku watu wengi wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo. Netanyahu alizungumza kwa kusema kwamba usiku wa leo utakuwa ni usiku mgumu katika nchi ya Irani, ambapo ameapa kulipiza kisasi kwa kiasi kikubwa sana. Sasa mtazamaji wa Zone Media, endelea kusalia nasi kila siku, lakini kwa taarifa zijazo kuhusu Mashariki ya Kati, hasa Israel pamoja na Irani, basi utazipata hapa hapa. Asante kwa kutuchagua. Naitwa Victor Moshi.